Boss ulikutana naye vipi kipindi kile mpaka mkafanya? Nilikutanishwa na mama mtoto wake. Mtoto wake. Baada hapo ndo mkaingia. Mtoto wake ni rafiki yako? Sana. Kuna Mulki, moja kati ya mwigizaji ambaye anafanya poa kwenye kiwanda cha filamu na ana mashabiki wengi. Mambo vipi? Mambo poa. Shwari. Shwari. Umependeza sana. Asante. Ila muonekano wako wa nywele unakupendezaga. Para ukiweka style hiyo una unique fulani. Unafurahiaga? Nafurahia. Kwa vile tu ni character ambayo uko nayo kwenye filamu. Amna tofauti na character, lakini pia nikiweka hivi najiona na poa na mimi naenda nayo. Yes. Surprise kwenye Maisani umeiona ile tiza yake sio poa. Sio poa. Mkono huko pia unatoka vizuri. Umetumia muda mrefu sana kujifunza mambo ya carrot nini? Muda. Kama miezi mingapi au mwaka? Hapana, ni miaka. Miaka mingapi? Toka kwenye Bunji. Toka kwenye Bunji. Ni miaka. Ndio. Na wewe ni passion yako kucheza muziki kama huo, kupigana? Passion yangu ndio maana nafanya kwa ukubwa sana. Yes, napenda kitu ambacho yani nikifanya na feel nafanya kitu cha tofauti. Yes. Kwenye kiwanda chetu cha filamu hapa nchini, filamu kama zenu ni chache sana kutokea. Mara nyingi tunakutana na filamu tu hizi za kawaida, maudhui yenye mapenzi na nini, usaliti na vitu kama hivyo. Lakini ni filamu chache sana kutokea filamu za mkono ambazo mara nyingi huwa tunaziona dunia nyingine, Marekani, huko Ufaransa, Ujerumani na kadhalika. Unadhani kwenye kiwanda chetu ni wapi tunafili mpaka tunapata hizi filamu chache hivi za mkono? Mimi nafikiri labda tu ni maandalizi. Maybe sijui watu labda wanaona, kwa sababu ukitaka kufanya action bwana lazima upate maandalizi hata kuanzia miezi 3 kwenda mbele. Nafikiri watu wanapenda labda slope sana, kwa sababu movie za drama au series za drama ni unasoma tu, unaingia mzigoni unamaliza. Lakini ukitaka kufanya action lazima muandae maandalizi ya kutosha. Lazima muingie darasani, mfanye mazoezi, mshike zile stunt, ufundishwe kupiga ngumi, ufundishwe kurusha teke. Kwa hiyo ni it's a process. Kwa maybe sijui nisiwasemee, labda wanapenda slope, hawapendi kazi ngumu. My son, I hope bado itakuwa inaendelea kushutiwa au tayari ishakamilika yote? Imekamilika. Na sasa hivi unaipata kwenye application ya Zamax, unalipia shilingi 2000, una enjoy ukiwa na simu yako Android ama iPhone, hata kwenye Smart TV pia iko tayari. Tayari imekuwa release. Yes. Maana kuna filamu zingine watu zinaendelea kuoneshwa, wengine huku watu wanaendelea kushoot. Nini huku tayari imeshakamilisha? Sisi tushakamilisha. Pengine mmetumia muda gani kuandaa filamu? Mwaka na nusu. Mwaka na nusu? Yes. Toka tumeshoot mpaka tumeedit mpaka imetoka. Mwaka na nusu, maana yake 2024 mwishoni mpaka 2025 na ndio hivyo. Yes. Ni noma kumbe. Noma, ndio maana nimekuambia action huku grupuki. Lazima upate time ufanye kazi ionekane kazi nzuri. Yes. Muda. Yaani kwenye chochote kizuri lazima ukipe muda. Kwenye action kuna namna labda ulikuwa na scene moja ambayo ilikuwa ni noma sana. Kwa ile scene wakati nagombana na yule dada yule alikuwa kabana nywele pale, tulikosea stunt bwana, stunt akanipigia teke. Kwa ile teke liliniingia na likalitoa alama, na kwenye ile scene wakati nagombana na Isarito pale chini nilikuwa na kipara, so pale chini palikuwa pana jiwe, alinipigiza kichwa pale chini, ile jiwe likapasua kichogo. Kwa hiyo yani mpaka nilisema sitaki tena. Nilisusa. Noma sana. Noma. Mbali na uigizaji, Mulki, wewe ni video vixen na video nyingi umecheza, lakini moja kati ya video kubwa ambayo uliocheza ni Nadekezwa, ambayo ni ya kwake Mbosso. Of course kuna baadhi ya watu wameanza yani baada ya kuirejelea zile video ndo wakajua kwamba huyu ni Mulki. Tukumbushe kidogo ile moment, kipindi kile mnaingia location kufanya kazi na Mbosso Khan Mushred. Pengine ulikuwa unaona ule ukubwa wako ambao utakuja huku mbeleni? Kwa sababu mimi sana sijaanzia hapa, nimeanzia toka Singida. Kwa hiyo ni ndoto ambayo nilikuwa naiota. Kwa hiyo nilikuwa tu sioti kitandani, nilikuwa naifanyia kazi. Na ndio maana nilipoanza kwenye sanaa, vilivyokuwa vitu bado havija work out, nikaingia kwenye vixen. Hiyo yote kwa sababu ya kujitafuta. Nilipojipata alhamdulillah nikabezi huku nilipokuepo, lakini hata sasa hivi ikitokea kazi ya msanii ana nyimbo nimeielewa, dau lake liko tu vizuri, tunaingia mzigoni. Hapo
kwenye dawa sasa hivi, uko na brand kubwa, lakini anaweza si chini ya ngapi hapo akasema Muki njoo tufanye kazi private sasa hiyo mambo ya kazi. Boss, tumalizie na ile boss, ulikutana naye vipi kipindi kile mpaka mkafanya? Nilikutanishwa na mama mtoto wake. Mtoto wake. Baada hapo ndo mkaingia. Mtoto wake ni rafiki yako? Sana. Shukrani. Yeah. Naona Isarito na Muki leo wamefanya jambo lao kubwa na wamewashirikisha nyie pia. Hujafikiria kufanya nawe filamu yako? Okay, fine. Nadhani ni kila mwigizaji mzuri na mwigizaji bora anatamani kufanya hiki ambacho Isarito na Muki leo pamoja na director Rama walichokifanya. Lakini mimi ni muumini sana wa kuamini kwenye muda tu. Kwa naamini pia muda wangu ukifika, ipo siku na mimi nitawaalika watu hapa Century Cinema ili waweze kuja kutizama filamu yangu. La mwisho la kumalizia kwa mashabiki zako sikia leo, maana tunakujua umechoka, umefika mapema, umekaa na sasa hivi ni muda umeshaenda sana. La mwisho tu si kwa mashabiki zangu tu, hata wasio mashabiki zangu ambao wapo Tanzania na nje ya Tanzania waendelee kusupport hiki ambacho tunachokifanya, kwa sababu mimi ninachoamini sanaa ni vazi la heshima ambazo haliwezi kumpendeza kila mmoja wetu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tuendelee kufanya filamu nzuri, lakini pia tuendelee kusapoti wale ambao tunawaona hawa vazi hilo la sanaa linawapendeza, kwa sababu kumekuwa na ukanja mwingi sana kwenye sekta yetu ya filamu, kwa sababu imeonekana ni soko fulani ambalo ni huru. Leo kila mmoja akiinuka anaweza akawa mwigizaji, kila mmoja akiinuka anaweza akawa producer, na ndio maana saa nyingine unaona tunakuta na wimbi la kazi nyingi ambazo sio nzuri, na lawama zote zinakuja kwa hawa watengenezaji ambao wanatengeneza kazi nzuri na wao wanaonekana ni wale kwa sababu wengi hawatengenezi kazi nzuri. Kwa hiyo tuiheshimu tu hii sekta ya sanaa, tuione kama ni sekta ya ajira ambayo ni kama kazi kama zilivyo kazi zingine. Kwa hiyo tunahitaji taaluma, tunahitaji vipaji ili kuweza kuendelea kuifanya hii kazi. All in all, filamu itambe tu na waendelee kutusupport. Haya, kuna kijana ambaye anakutazama leo anatamani kujua prosesi zako, anakutazama kama role model wake, unamwambia nini na unamshauri nini? Amjue sana Mwenyezi Mungu, lakini pia ajue nini anakitaka kwenye maisha yake. Focus ni kitu kikubwa sana. Vijana wengi wa sasa hivi wanapenda shortcut na wengi hawajui nini wanachokitaka. Unakuja kwenye filamu, haujui unataka umaarufu, haujui unataka iwe ajira, haujui unataka kusogea step gani. Kwa hiyo na yenyewe lazima itakupeleka vile ambavyo wewe umeipelekea. Lakini cha kwanza wamjue Mwenyezi Mungu, cha pili wajue nini wanataka, lakini cha tatu wafanye sana kazi kwa bidii. Salia hapo kwenye Kombolela. Kuna scene kadhaa hivi ambazo Bista amezicheza. Of course kila mtu mitandaoni anampa maua yake. Kuna ile ya juzi alipokuwa anashangilia na anacheza ile nyimbo ya Moto Bendi. Kuna ile scene ya nyuma kidogo ambayo aliinuka kitandani na nini. Watu wanampa maua mengi sana. Wewe ni mtu ambaye uko naye location, mnafanya kazi. Pengine huwa ni mtu ambaye ni rahisi sana kukariri scene na kuzicheza. Bista ni top performer, yani usisemee tu kukariri scene na kuzicheza, kwa sababu ili uweze kukariri hizo scene na kuweza kuzicheza matokeo yake yanaonekana kwenye screen. Kwa hiyo nadhani wewe ni shahidi, umesema anaziperform vizuri, kwa hiyo swali lako ni kweli, anakariri na sio kukariri tu scene zake, hata za kwangu mimi anaweza akakariri, kwa sababu ni mwigizaji ambaye kakamilika kila idara. Kwa hiyo tunaweza kusema sisi Tanzania pia tumebarikiwa kuwa na mwigizaji kama Bista ambaye ni mwigizaji ambaye umri wake umeenda, lakini mambo anayoyafanya yanatishia hadi vijana ambao wanachipukia kuja kwenye sanaa.